jijini Dar es Salaam ambapo ipo kambi ya Simba. Tumezungumza na wachezaji wengi na wakati huu tumepata bahati ya kukutana na wenyewe wanamuita mtoto wa maajabu, Ladak Chasambi. Bwana, inakuwaje mzee? Shwari ka. Ishe. Safi kabisa. Bwana, bila kupepesa macho, wana Simba wamekumisi sana Ladak Chasambi. Msimu uliopita ukiwa msimu wako wa kwanza ndani ya Simba ulionyesha uwezo mzuri na ukapambania namba ndani ya kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba. Kwa msimu huu ingizo la wachezaji wengi wapya kwa kiasi kikubwa limekupa changamoto. Kama mchezaji unaichukuliaje? Nimeichukulia pia kama changamoto kwa sababu kwenye maisha hivyo vitu pia vinakuwa vinatokea hata nje ya mpira. Kwa hiyo tunaendelea kupambana na imani soon tu nitaanza kucheza. Sawa. Kwa upande wako, kwa namna ambavyo umeangalia kikosi cha Simba cha msimu huu, unakuwa imekupa changamoto zaidi kwako kuingia kwenye kikosi? Kikosi kizuri na wachezaji wazuri, wengi tunalingana, nafikiri umri, kwa wachezaji wengi wadogo. Pia sioni kama kuna changamoto kubwa, ni wakati tunafikiri utafika nitacheza. Kwa timu ina wachezaji wengi, ina wachezaji zaidi hata ya 20 na kuendelea, kwa wanaohitajika kucheza ni 11. Kwa mimi nafikiri tu mwalimu ikifikia wakati wa kunihitaji atanitumia. Kwa nafikiri ni wakati wa kutumia wachezaji wengine na. Sasa kocha Fadlu Davis ameonekana ni kocha anayeamini sana kwenye kutoa nafasi. Kwa wengi wanamtafsiri hivyo. Wachezaji wengi ndani ya Simba wamepata nafasi. Labda anapokuwa na wewe kwenye mazoezi, ni vitu gani ambavyo labda anakuhusia zaidi uviboreshe ili kuona anaweza kufanya impact kubwa kwenye kikosi chake? Napokuwa mazoezini sijawahi kupata muda wa kukaa nikaongea na mwalimu. Yaani zaidi tunakuwa kama timu wote kwa pamoja, mwalimu anatuambia tufanye hivi. Tunafanya, nafikiri ndio maana unaona timu inafanya vizuri. Sawa. Mchezo dhidi ya Young Africans, dabi ya Kariakoo, ndo mchezo ambao unafuata kwenye ligi kuu kwa msimu huu. Labda kama wachezaji, pressure ya mchezo huu kila mtu anafahamu imekuwa kubwa mara nyingi, na naweza nikasema mna deni kubwa sana kwa wana Simba. Michezo takriban 3 iliyopita mfululizo mmepoteza ndani mbele ya mtani. Hii kwenu inawaweka katika hali gani kuelekea katika mchezo huu? Kweli tuna deni kubwa. Tumepoteza michezo karibia 3 hivi karibuni, na mchezo mkubwa unakuja huo dhidi ya Yanga. Tumejiandaa vizuri na imani tutafanya vizuri katika mchezo huo ili tuweze kupata pointi 3, kwa sababu ni mchezo wa pointi 3. Tutajitolea, tutapambana, wachezaji watakaopata nafasi na mimi watapambana kuipambania nembo ya Simba, tutapata matokeo. Kwa mashabiki waje tu kwa wingi tusupport. Matokeo, mpira una matokeo 3. Kwa hiyo nafikiri tumetoka kupata sare mchezo wa nyuma, unaokuja inahitajika tupate pointi 3 ili kujihakikishia nafasi nzuri kwa kuwania ubingwa. Kwa hiyo mashabiki wasichoke, waje kutusupport, nafikiri tutapata matokeo mazuri katika mchezo wa mbele yetu. Sawa. Slogan kubwa ya viongozi wa Simba ni kwamba mnajenga timu, ama nyinyi kama Simba mnajenga timu yenu, lakini mashabiki wamekaa misimu 3 bila kombe. Pressure imekuwa kubwa sana kwa upande wao. Unaiona Simba SC ikiwa na nafasi ya kukompiti ubingwa msimu huu? Nafasi ipo kubwa kwa sababu hata yani ligi bado ndio kwanza ina mechi 5. Na pia tupo nafasi mbaya. Tupo nafikiri kama sio nafasi ya 3 ya pili. Bado michezo iko mingi. Sawa, ndio tunajenga timu lakini tunacheza mashindano ya kuwania ubingwa. Tutakuwa mabingwa, kwa nini tusiwe? Sawa bwana Ladak, tukimaliza interview hii hatujazungumzia draw ya kombe la shirikisho. Inawezekana isiwe ina maana sana. Mmeitazama kama wachezaji draw ya kombe la shirikisho ambayo imepangwa jana kwa maana ya hatua ya makundi? Mnakutana na timu za aina gani? Nyinyi kama wachezaji, nini ambacho mmekizungumza mara baada ya draw? Sisi kama wachezaji hatujakaa kuzungumza kwa sababu draw imetukuta tuko mapumziko na leo ndo siku ya kwanza tunaingia camp. Binafsi kwa uzito wa timu ambazo mnakutana nazo, na unaitazama hatua ya makundi ya ambayo itakuwa na taswira gani?
Kwa timu ambazo tunaenda kukutana nazo ni timu bora, kwa sababu mpaka timu inafikia kuingia hatua ya makundi sio timu ya kuibeza, kwao ni timu bora. Kwa kikubwa ni sisi wachezaji na viongozi na benchi letu la ufundi kuwa kitu kimoja. Nafikiri tutafikia malengo timu inahitaji. Ni timu bora tunazoanza kukutana nazo, pia sisi pia ni timu bora. Kwa ni vizuri tu kujiandaa mapema, kama hivyo kuna muda mrefu wa kujiandaa ili tuende tukafanye vizuri kwenye hayo mashindano. Mzungumza na mashabiki wa Simba ambao labda kabla ya kuzungumza na mashabiki wa Simba, wewe ni mtu ambaye unatumia sana mitandao ya kijamii? Natumia, lakini sio sana. Sio sana. Comment za mashabiki wa Simba ambao wanakufuatilia, ambao wamekuwa constant sana na kutokukuona uwanjani, unapata nafasi ya kuziona, na labda ukiziona nini ambacho unakihisi ama kukifikiri kwa upande wako? Kaka, mimi sisome comment kabisa. Somi kabisa. Siwezi kusoma comment. Sababu hizo comment kuna muda zinakatisha tamaa, kuna muda zinakupa hope, kwa hiyo yani sisomi kabisa, yani sitaki hata kuangalia. Bwana, a perfect player, mchezaji kwako aliyekamilika. Unaweza ukawachukua labda wachezaji 4 au 5 wa Simba, ukawaelezea kwa quality tofauti, labda ubora wa kupiga pasi, nguvu, labda akili, ubunifu, mchezaji wako aliyekamilika kwa kuwatumia wachezaji ambao wako ndani ya Simba, unaweza ukamtaja mchezaji mmoja kuendana na vipande vya wachezaji walio ndani ya Simba? Huyo mchezaji akiwa anacheza position gani sasa, au ni yani atimie tu kawaida? Wachezaji 4 unaweza kusema labda kwa uwezo wa kupiga mashuti fulani, labda akili fulani, uwezo wa kupiga pasi fulani, uwezo wa kucheza mipira ya vichwa fulani. Sawa. Naanza na kuzuia. Kuzuia Okajeff. Kuzuia. Usahihi wa pasi Abdulazaki. Kasi Kibu. Na mashuti pia naweza nikasema Kibu anaweza kupiga. Labda tactical, labda skills nini Joshua. Bwana, shukrani sana. Labda kwa kumalizia kabisa, zungumza na mashabiki wako wa Simba ambao wanatamani sana kukuona uwanjani. Kwa mashabiki wasichoke, kwa sababu mimi mchezaji wa Simba na Simba ina wachezaji wengi. Wanaocheza pia ni wachezaji wa Simba. Kikubwa tuko Simba kutengeneza kitu kimoja, timu ifikie malengo. Anayecheza ni Simba na mimi niliyekuwa nje pia ni Simba. Kwa na imani ipo siku nikipata nafasi nitacheza kama yule ambaye alikuwa anacheza au zaidi ya yule, madi kitu, yani tuweze kufanya kitu kimoja kama Simba. Asante sana. Mashabiki wawe tu na subira. Asante sana. Sawa sawa. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye thibati na usajili wa NACVET namba REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.